Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, tunamshukuru Mungu, makatekista wa Dekania Mtakatifu Thomas More, na mimi nimesimama kama mwakilishi wa makatekista Dekania Thomas More. Naitwa Katekista Joseph Francis Msangula, ni katibu wa Dekania Mtakatifu Thomas More. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo tumeipata kwa kipindi hiki cha Kwaresma kuweza kukaa na kutafakari kuhusu wito wetu. Tunamshukuru Padre Kisima ambaye ni padri wa shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayefanya utume katika kituo cha hija cha Mtakatifu Gaspari. Yeye ameweza kutuongoza vizuri katika mafungo yetu na ameweza kutupitisha katika mambo mbalimbali ikiwemo katika utume wetu, lakini ametupa maswali kadha wa kadha ambayo yamesaidia kutafakari juu ya wito wetu. Swali la kwanza, wakati wa mapumziko tumeulizwa, je, ni mambo gani ambayo yanaleta changamoto katika ofisi zetu tukiwa kama makatekista? Lakini la pili lilikuwa linauliza ni mambo gani ambayo yanakuwa kizuizi katika utume wetu kama makatekista, na la tatu alikuwa akiuliza, je, ushirikina upo upande wa makatekista katika wito wetu? Kwa kweli tumepata majibu ya kutosha na baba ametusaidia sana kutambua wito wetu kama makatekista. Lakini katika mafungo tumeweza kuona kwamba lazima tuwe waaminifu katika utume wetu. Lazima tujikite katika swala la kushirikisha, kusali, kushiriki neno la Mungu na kusaidia shughuli mbalimbali za katekisi. Kwa hiyo kikubwa zaidi lazima tujue wito wetu, tupende wito wetu na tuweze kushiriki kikamilifu zaidi. Lakini zaidi ya hayo, matendo ya huruma kwa makatekista Dekania Mtakatifu Thomas More tutaweza kutoa pia kwa ajili ya kupeleka kule kwa watoto yatima kama sehemu ya majitoleo yetu na kama sehemu ya mfungo wetu. Nakushukuru mwandishi wa habari, nashukuru na makatekista wote Dekania Thomas More kwa kujitoa na kushiriki kwa wingi zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Katekista Scholastica Sipriano kutoka Bikira Maria Mama wa Huruma Mbezi. Kwa kweli tumefurahi sana leo kupata mafungo na Padre Kisima. Ametuendesha mafungo vizuri katika dekania yetu. Tumefanya mafungo hapa Santa Gaspar. Tunamshukuru Mungu, mafungo yetu yameenda vizuri sana na kila aliyoshiriki katika mafungo haya amefurahi. Mafungo tumeshiba kwa kweli, yaani kama kupikwa tumepikwa katika mafungo yetu ya leo. Pia tunaomba mababa katika dekania yetu mtuwezeshe tuwe tunapata mafungo mara kwa mara makatekista, ili tuweze tukafurahia utume wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu. Ninaitwa Sister Yudita Kindole. Shirika letu ni masista wadogo wa Bikira Maria wa Mateso. Tuko hapa tunafanya utume katika jimbo kuu la Dar es Salaam, parokia ya Mtakatifu Gaspari Mbezi. Tuko Makonde. Leo tumefurahi sana kushiriki mafungo ya makatekista. Tumetafakari juu ya utume wetu na wito wetu wa katekista, kwamba tuko mashahidi. Tumetafakari wito wetu na kwa ujumla ushuhuda wetu wa kiinjili kuwapelekea watu habari njema. Na katika tukio hili sisi masista wadogo wa Bikira Maria Mateso tumetangaza kitu muhimu sana, huduma ambayo tunaifanya katika jimbo kuu hili la Dar es Salaam. Huduma yetu, Baba Askofu tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 26 alibariki mtambo wa kutengenezea hostia ambazo zitasambazwa kwa jimbo hili na sehemu nyingine pia. Na si hostia tu, lakini pia tuna mavazi ya kanisa ya mapadri, tunatengeneza pia mishumaa, halafu pia
tunatengeneza vitambaa vya altare kwa oda maalum. Tunawakaribisheni nyote. Karibuni, tumsifu Yesu Kristo. Tushirikiane katika huduma hii takatifu. Amina. Hongereni sana. Jitambulishe sister, unaitwa sister nani? Kwa jina naitwa Sister Esterina Kijingo. Sister? Naitwa Sister Erita Sombe. Una chochote cha kuongezea? Ni Katekista Evangelist Elias kutoka Parokia Mtakatifu Rita wa Kashagoba. Tunamshukuru Mungu kwa tarehe ya leo ya 23 kupata nafasi walau kama makatekista wa Dekania Mtakatifu Thomas More kwa mafungo kwa mwaka huu na kipindi cha Kwaresima hii. Tunamshukuru Mungu walau tulilofanya leo tumepata kitu kipya na tutaenda kukiendeleza katika maisha yetu ya ukatekista. Kama katekista kutoka Rita, basi ni mara yangu ya 5 sasa kuhudhuria mafungo, lakini ya mwaka huu 2026 ni ya namna ya pekee kabisa. Kwa hiyo tumepata upya huo tukaendeleze kwa wenzetu, na wale ambao wenzetu hawajajitokeza katika mafungo haya, basi tutaombea kwa Mungu na siku nyingine waweze kupata wasaa wa kuweza kusikiliza mafungo haya. Tunamshukuru Mungu kwa wote na kwa kipindi hiki cha Pasaka kinachotujia, basi tuwe waaminifu daima katika yote katika Kristo, na yale yote tunayoyafanya